Leo tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2026 katika mahakama ya hakimu mkazi ya Kisutu mashauri mawili yalipangwa kwa ajili ya kutolewa uamuzi na yote yalikuwa yanasikilizwa mbele ya Mheshimiwa Makube. Shauri la kwanza ni namba 28763 linamhusu mtuhumiwa mmoja Nasrim Lawrence Mkangala, lakini shauri la pili linahusu watuhumiwa wawili namba 28996. Watuhumiwa hawa ni Daudi Shine pamoja na Joshua Zakaria. Watuhumiwa wote hawa watatu, pamoja na kwamba hizi ni kesi mbili tofauti, lakini makosa yao yote yalikuwa yanafanana, ambao walikuwa wanashtakiwa nayo. Walikuwa wanashtakiwa na makosa matatu. Kosa la kwanza ni kuvunja duka, kosa la pili kuiba, na kosa la tatu kama mbadala au alternative ilikuwa ni kukutwa na vitu au mali zinazodhaniwa kuwa ni vya wizi. Kesi hizi zimesikilizwa mbele ya Mheshimiwa Makube na tulikuwa tuwawakilisha watu wote watatu. Leo katika uamuzi, mahakama imeona kwamba kwenye kosa la kwanza na kosa la pili, kwa maana kosa la kuvunja duka, kosa la kuiba, jamhuri imeshindwa kuthibitisha pasipokuwa na shaka. Kwa hiyo kwenye makosa hayo mawili watuhumiwa, mahakama imeona hawana hatia na imewaachia huru kwenye hayo makosa mawili. Lakini kwenye kosa la tatu la kukutwa na mali au vitu vinavyodhaniwa kuwa ni vya wizi, mahakama imeona kwamba watuhumiwa wana hatia, kwamba jamhuri imethibitisha. Kwa hiyo imewahukumu kifungo cha miaka miwili jela. Lakini mahakama imeeleza pia kwamba kama kuna upande ambao hujaridhika, unaweza ukakata rufaa kwa mujibu wa sheria. Na sisi kwa haraka pamoja na kwamba tujapata nakala ya uamuzi, tutakata rufaa kwenye kesi zote hizi mbili. Baada ya kupata nakala zile za uamuzi, tutazichambua, tutazisoma na tutashauriana pia na wateja wetu, japokuwa tumeongea nao, lakini tutashauriana pia zaidi tutakapowatembelea gerezani. Tutakata rufaa kwenda Mahakama Kuu kwa sababu tunaamini kwamba kwanza msingi wa kesi yao ilikuwa ni hayo makosa mawili, kwamba kuvunja duka na kuiba. Kosa la tatu lilikuwa ni mbadala. Sasa kama maduka hawajavunja, vitu hawajaiba, sasa ila kukutwa na vitu ambavyo vinadhaniwa kuwa ni vya wizi limetoka wapi? Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba tukienda Mahakama Kuu, nadhani mahakama itatoa tafsiri sahihi katika maamuzi haya, kwa sababu maamuzi kwanza itatoa tafsiri sahihi kwenye maamuzi ya hizi kesi zote mbili. Sasa mawakili tulikuwa ni mimi Paul Kisabo pamoja na wakili Maduhu, na yeye naomba azungumze kwa upande wake kuhusiana na kesi hii. Kwa mujibu wa sheria tunapaswa kuwasilisha notisi ya kusudio la kukata rufaa ndani ya siku 10 kutoka leo. Tutafanya hivyo kabla siku 10 hazijaisha, na baada ya hapo tutapaswa kuwasilisha hati ya rufaa ndani ya siku 45 tangu uamuzi ulipotoka kuanzia leo. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba tutatembelea wateja wetu gereza la Segerea kwa ajili ya mashauriano na tutachukua hatua stahiki za rufaa ndani ya muda ambao umepangwa kisheria. Lakini la pili ni kwamba nafahamu kwamba watuhumiwa wote watatu bado wana shauri moja la uhaini ambao kwa mujibu wa sheria haina dhamana. Hata kama mahakama leo ingekuta hawana hatia kwa makosa yote matatu, bado wangerudi gerezani Segerea kwa sababu tuhuma za uhaini jamhuri haijazifuta. Na mimi nataka nitumie jukwaa hili tena kwa mara nyingine kumtaka DPP Sylvester Frank Makitaru kuyaondoa mashtaka ya uhaini kwa sababu hayana tija kwa mujibu wa sheria. Mamlaka ya kufanya hivyo nayo kwa mujibu wa ibara ya 59B kubwa ya katiba yetu, kifungu cha 8 cha sheria ya mashtaka na kifungu cha 92 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai. Mamlaka hayo anayo, kwa sababu kama anashindwa kudhibitisha makosa ya uvunjaji, makosa ya wizi, siamini kwamba DPP anaweza kudhibitisha makosa ya uhaini, kwa sababu haipendezi kabisa kwamba tangu tarehe 7 mwezi Novemba mwaka jana, leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 3 mwaka 2026, ni takriban miezi 6, mashauri haya ya uhaini yamesimama, hayaiti popote, hakuna upelelezi, hakuna kesi kwenda Mahakama Kuu. Inaashiria kwamba kabisa jamhuri kwenye mambo haya ushahidi hautoshi. Na mimi ni mshauri DPP kama nilivyosema kwa kwamba kama ana ushahidi wa kutosha, basi upelelezi ukamilike, mashauri yaende Mahakama Kuu tukasikilize kesi. Kama hana ushahidi wa kutosha, haina haja na hakuna sababu
ya kuendelea kuwaweka vijana mahabusu kwa makosa ambayo hawezi kuthibitisha, awafutie mashtaka haya mara moja, ili wakaongea na familia zao, wakaongea na wapendwa wao na ndugu zao katika ujenzi wa taifa hili. Lakini la mwisho kabisa, lakini sio kwa muhimu, ni kuwashukuru nyinyi waandishi wa habari kwa kuendelea kuwa na sisi kwa taarifa za mambo haya tangu mashauri yalipoanza mpaka hapa, sababu mmekuwa ni kati ya waandishi wachache ambao umeendelea kujitokeza mara kwa mara mahakamani hapa, wengine wawaji. Kwa hiyo tuwashukuru kwa kuwa nasi kuanzia tarehe 7 ya mwezi wa 10 mpaka tulipofikia hapa, na tutaendelea kuwaalika pia tutakapoenda mahakama kuu, msichoke kuja kutoa taarifa za nini kinaendelea. Kwa sasa hizi hapa zimebaki kesi mbili. Ipo kesi moja ambayo inamhusu mtuhumiwa anaitwa Michael, ambao pia kwa mujibu wa taarifa za mahakama hukumu yake ni leo. Na ipo kesi nyingine ambayo ni ya armed robbery, ipo kwa wakili mwingine ambao uamuzi wake nafikiri pia ni ndani ya mwezi huu. Tunaamini kwamba mpaka tarehe 31 mwezi huu wa 3 hapata kuwa na shauri lote ambalo linahusu mambo ya Oktoba 29 katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu. Asanteni sana.